Wanasema mbwa ni mlinzi mwaminifu kwa sababu hapokei rushwa wala hahitaji malipo kufanya kazi. Zaidi, atahitaji mafunzo tu kufanya kazi yake, kama anavyofafanua mkuu wa kikosi cha mbwa na farasi mkoani Morogoro. Kwa majina naitwa mkaguzi wa polisi Omar Shabani Juma, ambaye ni mkuu wa kikosi cha mbwa na farasi mkoa wa Morogoro. Kuna idadi ya mbwa wengi au aina za mbwa nyingi, takribani 60 na kuendelea. Na zili kuendelea wanazidi kuzalisha aina nyingi za mbwa, lakini kuna baadhi ya mbwa ambao wanatumika katika swala zima la ulinzi, hususan katika swala zima la upande wa Afrika Mashariki. Tunapenda kutumia mbwa aina GS ambao ni German Shepherd, ambao ni mbwa hawa wanapatikana sana swala zima la upande wa Germany, yani kizazi chao kinapatikana Germany, lakini kwa sasa tumesambaa Afrika kwa ujumla. Lakini pia kuna mbwa aina Manois. Hawa ni Ubelgiji, wanapatikana Ubelgiji. Lakini kwa sasa tunao, na hapa Tanzania kwa sisi upande wa polisi tunawatumia sana katika kazi mbalimbali. Kwa sisi polisi mbwa tunatumia katika vitu tofauti tofauti. Cha kwanza, mbwa kwa upande wa polisi tunamtumia katika swala zima la ulinzi. Huu ulinzi tunaongelea hapo katika matamasha mbalimbali, labda katika swala zima la michezo au tafrija mbalimbali ambazo zinafahamika kiserikali. Huwa tunahudhuria kuimarisha ulinzi. Lakini sababu na hilo, mbwa anatumika katika swala zima la doria. Kwa upande wetu tunatumia mbwa katika swala zima la doria, kupiga patrol wakati wa jioni, lakini pia hata wakati wa asubuhi na mchana. Lengo ni kuimarisha ulinzi na kuboresha ulinzi ambao mbwa anaweza kufanya akiwa kama msaidizi wa binadamu. Lakini sababu na hilo pia, mbwa anatumika katika swala zima la unusaji wa madawa. Tunaposema madawa, kuna madawa aina tofauti tofauti. Nimejaribu kuongea kwa upande wa polisi, lakini kwa upande wa wananchi wenyewe, unaweza kufuga mbwa kwa faida nyingi sana ngakupa. Cha kwanza, mbwa ni mnyama ambaye hana tamaa, lakini mbwa pia utampa kipato chake ni kula, namna unavyomlisha. Hakwambii nipe mshahara kiasi fulani kama binadamu anavyobadilika kila ukicha. Kama nataka niongezewe kiasi cha pesa, mbwa atakulindia nyumbani, atakuwa mwaminifu. Ili kukamilisha uaminifu huo, mbwa anahitaji mambo makuu matatu: kupendwa, kuhudumiwa pamoja na kutibiwa, kama anafafanua daktari wa kikosi cha mbwa na farasi cha mkoani Morogoro. Kwa majina naitwa Koplo Laurenti Perez. Mbwa wetu hapa wanaathirika sana na magonjwa ya aina kama 3. Aina ya kwanza tunasema ni bacterial diseases. Aina ya pili tunasema ni viral diseases. Aina ya tatu tunasema ni parasitic infection. Kwa upande wa bacterial diseases, ugonjwa mkubwa unaokuja kuathiri sana ni leptospirosis. Leptospirosis ni ugonjwa ambao ukimkuta mbwa mkubwa huenda akapata dalili kuu 2 ambayo ni kuharisha au kutapika au vyote. Akishakuharisha au kutapika atapoteza maji. Akipoteza maji, usipomwahi kumtibu kwa haraka, huyo utakuwa umeshampoteza, sio wa kwako. Lakini tukirudi upande wa magonjwa ya virusi, ugonjwa ambao unaathiri sana mbwa ni rabies virus. Rabies virus huu ni ugonjwa ambao hauna tiba, kwa maana ya kwamba ni viral disease, hauna tiba, tunatumia kinga tu. Kwa mbwa mkubwa chanjo yake tunaitoa mara 1 kwa kila mwaka. Na ndio maana tunashirikiana na ndugu zetu upande wa jeshi la mbwa na polisi, wanatusaidia sana. Namna ya kufundisha mbwa mwingine anaweza kuwa ni mkorofi kupita kiasi. Hata ukimpa mteja hayakwenda kwa mwendo. Ila kabla kukabidhi mteja tunakabidhi kwa jeshi la polisi. Kuna namna wanamtengeneza vile ambavyo kutokana na utaalamu wao, mbwa akiwa sawa basi anakabidhiwa mteja. Kutokea hapa kikosi cha mbwa na farasi mkoani Morogoro, mimi ni Kasim Akida na hii ni Usalama TV. Usiache kusubscribe, comment na kulike page za jeshi la polisi ili kuwa mwanafamilia.